Huko Thailand, polisi wanamshikilia bwana mmoja anayejulikana kwa jina la Simon Kaman mwenye umri wa miaka 45, raia wa Australia, kwa kosa la kuhisiwa kumuua huyu binti wa miaka 17 na kutelekeza mwili wake pembezoni mwa reli ya treni ya Bangkok. Ushawahi kusikia simulizi? Kama hujawahi kusikia, keep listen. Taarifa zinasemekana kwamba mnamo tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu, wazazi wa huyo binti walienda kuripoti katika kituo cha polisi juu ya kupotea kwa mtoto wao, na mara moja polisi walianza uchunguzi wa kuweza kutafuta kujua huyo mtoto aliyeripotiwa amepotea yuko wapi. Na baada ya siku 2 waliweza kuokota mwili ambao ulitelekezwa pembeni mwa reli ya treni ya Bangkok. Na mara baada ya kufungua mwili ule ambao ulikuwa umewekwa kwenye begi la kusafiria, waliweza kugundua kwamba ni mwili wa yule binti aliyokuwa anatafutwa na wazazi wake. Mwili ule ulikutwa na majeraha ya kupigwa pamoja na majeraha ya kubakwa. Baada ya kupata mwili ule, haraka sana polisi walianza uchunguzi juu ya mauaji hayo, na moja kwa moja waliweza kupata video ilikuwa ikimuonyesha huyo binti akiwa na huyu bwana wakiingia kwenye moja kati ya apartment pale Bangkok. Na mara baada ya kwenda kumuulizia kwenye ile apartment, wahudumu wa ile apartment waliweza kumwambia kwamba mtu huyo ameshaondoka masaa kadhaa yaliyopita. Na mara baada ya uchunguzi wa haraka sana, waliweza kumkamata bwana Simon akiwa katika airport ya Bangkok akijaribu kutoroka kurudi nchini kwao Australia. Na wakati uchunguzi unaendelea, polisi waliweza kupata hii video ikimuonyesha bwana Simon akiwa na huyo binti wakiwa wanaingia lodge ambayo mpaka sasa jina lake halijaikwa hadharani. Na mara baada ya muda kadhaa aliweza kutoka akiwa anaburuza begi. Lakini baada ya muda tena alionekana akirudi akiwa na wasiwasi mkubwa sana. Aidha, polisi wanasema kwamba mara baada ya kumkamata bwana Simon katika mahojiano aliweza kukana. Why you kill her? You kill her, right? No. Lakini baada ya kubanwa sana aliweza kukiri kwamba ni kweli usiku ule alikuwa na huyo binti, lakini hakumuua, ila alikuwa katika harakati za